Naam, moja kati ya taarifa ambayo imegonga vichwa vikubwa vya habari Afrika Mashariki ni taarifa inayomhusu msanii nguli wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Hapa namzungumzia Matonya, Tonya Mbili, ambapo inadaiwa kuwa anakabiliwa na kesi ya ubakaji nchini Kenya. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya kihabari nchini humo. Sasa inaelezwa kuwa tarehe 7 mwezi Aprili mwaka huu 2026, Matonya alimuingilia kimwili mwanamke mmoja wa nchini Kenya ambaye ametajwa kwenye nyaraka za mahakama kwa jina la herufi JG, ambapo kiachilia mbali shtaka hilo kuu, pia Matonya anakabiliwa na shtaka mbadala la kufanya kitendo kisichofaa kwa mwanamke mtu mzima baada ya kumshika sehemu zake za siri bila ridhaa yake. Inadaiwa hivyo. Sasa baada ya mahakama kusikiliza maelezo ya pande zote mbili, ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya kiasi cha $500,000 za Kenya ambazo ni sawa na milioni 10 za Kitanzania, kwa sharti la mdhamini mmoja ambaye anatakiwa kuwa raia wa Kenya ambaye atatoa kiasi hicho cha pesa. Sasa hii imekuwa ni moja kati ya taarifa ambayo imeshtua watu wengi sana, ikiwemo mimi ambaye ni shabiki mkubwa kabisa wa Matonya, na nimekuwa nikisikiliza nyimbo zake, nikipenda kile ambacho anakifanya. Ukiangalia wimbo kama Violet, wimbo kama Taxi Bubu, kimsingi nyimbo ambazo sisi zimetukuza kwenye tasnia ya burudani nchini Tanzania. Kwa hiyo kwenye hichi ambacho kimetokea, mimi binafsi na muombea kwa Mungu kesi yake iishe salama, na nimeona pia baadhi ya wadau wa burudani nchini Tanzania wamejitokeza na kuonesha namna ambavyo wameguswa na taarifa hizi, lakini pia wengine wamejitokeza na kutaka kushiriki sehemu ya kumchangia kwenye hiyo pesa ambayo ni kama dhamana. Nimeona pia Chief Godlove amesema anafuatilia kwa undani taarifa hizi, na ikimbidi pia ana uwezo wa kutoa hizo milioni 10 ambazo zinatakiwa kule. Sasa tunamuombea kwa Mungu kesi yake iishe salama. Mimi naitwa Bounce. Hizi ni update ambazo unazipata kila siku hapa. Hakikisha unanifollow hapo ili usipitwe na taarifa zote.